Bana, jambo kubwa la msingi zaidi ni kuhusiana na soka. Soka ndo maisha yetu, na kikubwa zaidi hapa niko kwa ajili ya kuzungumzia uwezo wa wachezaji kwa namna ambavyo wamekuwa wakifanya vizuri, hususan kwenye michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo imekuwa ikiendelea. Hapa na viangazia vilabu vili ambavyo viko kwenye michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sizungumzii kombe la shirikisho, nazungumzia ligi ya mabingwa barani Afrika ambao wako Simba Sports Club, lakini pia wapo wananchi Young Africans. Uwezo wa mchezaji mmoja ndio ambao unaotazama hapa zaidi. Paka hivi sasa Young Africans tayari wamenufaika kukusanya alama 4 kwenye michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hii haijaja kwa bahati mbaya kutokana na aina ambayo aina ya wachezaji ambao wako nao kwenye timu. Hapa unamzungumzia mtu kama Djigui Diarra, moja kati ya goalkeeper bora kabisa, goalkeeper wa kisasa ambaye ameweza kuifanikisha vizuri sana Young Africans kwenye hizi mechi mbili ambazo tayari wamezicheza mpaka hivi sasa. Hapa nazungumzia ile mechi ambayo walikipiga kwenye dimba la New Amani Zanzibar dhidi ya FAR Rabat, lakini nazungumzia mchezo ambao wamecheza dhidi ya JS Kabylie wakiwa ugenini pale Algeria. Tazama uwezo wa Djigui Diarra, saving zake, namna ambavyo amekuwa akizifanya, lakini pia tazama kwa namna ambavyo amekuwa akianzisha mashambulizi na mabeki wakati wa Young Africans, namna ambavyo footwork yake nzuri ambayo ameweza kuionyesha kwenye hizi mechi mbili, savings zake bora ambazo amezifanya kwenye hizi mechi mbili. Lazima ukubali kwamba Djigui Diarra ni moja kati ya goalkeeper bora kabisa wa kisasa kuwahi kucheza pia kwenye ardhi ya Tanzania, na sidhani kama kuna goalkeeper ambaye tunaweza kusema kwamba amewahi kucheza kwenye ardhi ya Tanzania mwenye ubora wa kumzidi Djigui Diarra. Kwa namna ambavyo mimi nimefanikiwa kutazama soka, labda katika nyakati za nyuma, lakini kwa namna ambavyo mimi tokea nimetazama soka, magolikipa ambao wamekuwa bora kwenye ardhi ya Tanzania, kwangu mimi Djigui Diarra moja kati ya golikipa ambaye mpaka hivi sasa naamini kwamba ni golikipa bora kuwahi kucheza kwenye ardhi ya Tanzania na kuonyesha kiwango ambacho ni bora kuliko golikipa yoyote toka mimi nimeanza kufuatilia soka, nukuu hilo. Lakini pia Djigui Diarra katika mechi ambayo iliyopita dhidi ya JS Kabylie aliweza kuonyesha pia uwezo mzuri katika nyakati ambazo huwa anatakiwa pia kusimama na kuhesabiwa. Ameweza kuweza kuonyesha thamani yake hapa kwa ukubwa zaidi, saving kadhaa muhimu ambazo amekuwa akizifanya, lakini pia kwa kukumbusha wenzake kuhusu umakini. Amekuwa akizungumza na magolikipa, namna ambavyo amekuwa akizungumza nao, lakini pia hata wachezaji wa mbele, namna ambavyo amekuwa akifoka na kutoa maelekezo. Unaona kabisa ni moja kati ya golikipa ambaye ni bora. Amekuwa akimkumbusha Dickson Job, akimkumbusha Ibra Baka na eneo la viungo, vitu ambavyo wanapaswa kuvifanya mara kwa mara wakati mechi ambayo imekuwa ikiendelea. Kwa ni moja kati ya golikipa ambaye nje tu na kucheza, bali amekuwa kiongozi katika hili eneo la safu ya ulinzi kwa namna ambavyo amekuwa akitoa maelekezo. Lakini tunasema kwamba golikipa huaga anaanza kuona hatari zaidi kuliko mchezaji yoyote anapokuwa yuko uwanjani. Wakati timu inakaribia kufungwa, golikipa anajua kabisa hii ni hatari tokea mbali. Sasa anakuwa anawahamasisha wenzake kwamba kuwaweka makini zaidi na kuhakikisha kwamba wanakuwa imara, na ndicho ambacho pia kilisaidia Young Africans kupata mechi sare ya 0-0 dhidi ya JS Kabylie, lakini pia kutokuruhusu pia bao pale kwenye dimba la New Amani Zanzibar katika mchezo ambao alifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 1-0. Ukweli lazima usemwe pia kwenye safu ya ulinzi ya Young Africans imekuwa bora sana katika mechi hizi mbili ambazo wamecheza michezo miwili. Wamefanikiwa kukusanya alama 4 mpaka hivi sasa, wakiwa wamefanikiwa kufunga bao 1, hawajafungwa bao lolote. Kwa maana kwamba lazima usifu safu ya ulinzi ya Young Africans. Kama ufaniki kufunga, ufaniki kutumia nafasi ambazo unazozipata kwenye kufunga, basi usifungwe. Ndicho ambacho wanakifanya Young Africans kwa hivi sasa. Ndicho ambacho kocha Pedro
Goncalves wa Young Africans anachokifanya, kwamba kama timu haitumii nafasi chache ambazo wanazozipata haifungi, basi usifungwe. Kocha amekuwa bora sana kwa kuasisitiza wachezaji kitu kama hicho, lakini pia aina wachezaji ambao wako wamekuwa wakicheza ndani ya kikosi cha Young Africans. Unaona kabisa kwamba kuna motivation kubwa ambayo iko ndani ya timu ya Young Africans, ndio maana tunaona wanafanya vizuri mpaka hivi sasa. Lakini pia kuwa na idadi nzuri ya wachezaji pembeni ya uwanja dhidi ya fullback wao, lakini pia mmoja kwenye mpira na mwingine pia na wakati mwingine unaona pia baadhi ya wachezaji wanafanya runs pembeni, na hii pia waliweza kuifanya sana hususan kwenye mechi dhidi ya JS Kabylie kwenye kipindi cha kwanza na mwisho pia kwenye kipindi mwishoni mwa kipindi cha kwanza na mwanzo kwenye kipindi cha pili. Tuliweza kuona namna ambavyo kipindi cha pili kwao ni kwamba safari ya Pacome pamoja na Edmund John, ambapo Edmund John tulikuwa tunamwona alienda pembeni upande wa pili kule upande wa kulia, namna ambavyo walikuwa wanakimbia kule, namna ambavyo walikuwa wanashuka, manake walikuwa wanafanya nini, wanafanya track back, kiasi kwamba mtu kama Zimbwe pamoja na Israel Patrick Mwenda, ambapo Zimbwe alikuja kutoka kaingia Shadrack Boka, wakawa wanaonekana kama ni mabeki wakati, lakini sometimes mabeki wa pembeni, kwa maana kwamba ile tunasema kwamba tunaita kama ni back six ambazo ziliweza kutengenezwa katika ule mchezo, kitu ambacho kinamfanya mpinzani kushindwa kuweza kuingia moja kwa moja na kwenda kufanya mashambulizi kwenye timu, kwenda kuhakikisha kwamba wanapata walau bao, wanawanyima wapinzani wasiweze kuruhusu bao. Maana kwamba hapa tunazungumzia kwamba kuanzia kwenye ule mstari wa kiungo ukija huku pembeni karibu ambapo kwa upande wa eneo la kiungo wanakuwa karibu sana na mabeki wakati au walinzi wakati, na wanakuwa wananyima space kwenye ile line ya mwisho kwa upande wa kuhakikisha kwamba hawapitwi kirahisi zaidi. Ndicho ambacho Young Africans walichokifanya pia kwenye mechi iliyopita, na hii haiji bahati mbaya, inatokana pia na ubora wa wachezaji ambao uko nao kwenye timu. Unamzungumzia Dickson Job, unamzungumzia pia mchezaji kama Ibra Baka, mabeki wakati ambao wameonekana kuwa bora kwa muda mrefu ndani ya kikosi cha Young Africans, lakini nyuma yao wana goalkeeper ambaye ni imara, ambaye nimemzungumza hapa kwamba namna ambavyo wanajua kutoa maelekezo. Flanks za pembeni ukitizama namna ambavyo zimekuwa zikicheza ndani ya kikosi Young Africans, yes, mabeki wa pembeni hao wanamzungumzia Israel Patrick Mwenda pamoja na Mohamed Hussein Zimbwe Junior ambaye amekuwa akipata nafasi kwa siku za karibuni. Tumeona kwa namna ambavyo wamecheza katika kiwango ambacho ni bora kabisa ndani ya kikosi cha wananchi Young Africans. Hakika sana wanastahili pongezi Young Africans kwa namna ambavyo wameweza kutengeneza uimara wao kwenye safu ya ulinzi. Lakini mbele kuna watu wawili kwenye eneo, kuanzia kwenye eneo la kiungo, kabla hujaenda mbele zaidi, kuna kwenye eneo la kiungo Young Africans ni eneo ambalo pia limewafanya wanakuwa imara sana wanapokuwa wanajilinda, wanakuwa imara sana, compact sana kwenye umiliki wa mpira kutokana na ile eneo la kiungo. Hapo unamzungumzia Duke Abria, moja kati ya mchezaji ambaye ni top player ndani ya kikosi cha wananchi Young Africans. Amecheza vizuri kabisa kwenye eneo la katikati katika mechi hizi mbili ambazo tayari wamezicheza. Lakini unamzungumzia pia Mudathi Yahya Abbas, namna ambavyo wamekuwa wakielewana hapa katikati. Lakini pia hata Young Africans wanapofanya mabadiliko, akija kuingia Mohamed Dumbia, bado unaona Young Africans wako kwenye mpango sahihi kwenye kucheza kwenye ile eneo la katikati. Ukizungumza Young Africans kuondoka kwa Khalid Aucho kwenye ile eneo, kwa kocha ambaye yupo kwa hivi sasa Pedro, amejua hapa kuna tatizo kwenye ile eneo, nafanyaje ni kuhakikisha kwamba viungo wangu wanamiliki mpira, wanakuwa bora sana kwenye kuchezea mpira, tofauti na namna ambavyo wangekuwa hawezi kuchezea mpira na kuweza kuhold zaidi. Kwa maana kwamba ukitazama Young Africans kwenye ile eneo amekuwa bora kwenye kuchezea mpira. Pedro Pacome, unaona namna ambavyo wanashuka kuja kusaidiana na kina Mudathi Yahya Abbas. Pedro Pacome anakaba vizuri kabisa na anasogeza timu vizuri kabisa, anafanya ranks za kutosha. Lakini pia kuna mtu anaitwa Maxim Pianzingel,
mchezaji ambaye ana energy kubwa ndani ya kikosi cha Young Africans. Huyu ni tanki ambalo limejaa kweli kweli kwenye ili eneo. Anakimbia kwenye maeneo ya juu, anakimbia kwenye maeneo ya chini kwa ajili ya kuharibu pia mipango ya mpinzani, namna ambavyo anakuwa anachezesha pia timu bonge moja la player ndani ya kikosi cha wananchi Young Africans. Ukiwatazama Young Africans mpaka hivi sasa pointi 4 ambazo tayari wamezikusanya kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, basi hawa wachezaji ambao nimeweza kuwataja ndani ya kikosi Young Africans wana mchango mkubwa sana kwenye kuamua hizi alama 4 ambazo Young Africans wamezipata mpaka hivi sasa. Lakini tukiwatazama pia wekundu wa Msimbazi Simba, ambao wao pia mpaka hivi sasa kuna aina ya mechi ambazo wameshacheza, mechi ambayo wamecheza moja, lakini pia mechi nyingine ambayo wanakwenda kucheza. Bado utakuja kuona kwamba wao bado wanajitafuta. Japo Simba huwezi kumkatia tamaa moja kwa moja, ila katika safari hii wana wakati ambao ni mgumu kweli kweli. Wamepoteza mechi nyumbani dhidi ya Petro de Rwanda, moja kati ya timu ambayo inaonekana bora. Tumeona pia wakicheza mechi dhidi ya Esperance de Tunisia, mchezo ambao wamecheza dhidi ya Esperance de Tunisia, wametoa sare ya bao moja kwa moja wakiwa kwa nyumbani. Petro anacheza vizuri kweli kweli na ni moja kati ya timu ambayo tayari ina pointi 4, inaongoza kundi la Simba mpaka hivi sasa. Ukiwatazama Petro, Simba wanaenda kurudiana nao. Simba watakuwa kogelini, wana kazi ya ziada ya kufanya dhidi ya Petro. Wanaenda kukusanya alama 3. Hii unakuja kuona kwamba ni ngumu. Simba wameweka mazoea kwamba miaka iliyopita wamewahi kufanya hivyo, wakapoteza mechi za kwanza, lakini wakajikuta wanaenda kwenye hatua robo finali. Lakini kwa msimu huu kidogo inakuwa ni ngumu. Tuseme anakusanya pointi dhidi ya Esperance de Tunisia akiwa nyumbani pointi 3, haitakuwa ni rahisi. Pia wana ugumu pia kuweza kusanya pointi. Tufanye wamekusanya pointi 3, wakaja Stade Malien kwenye ardhi ya Tanzania wakakusanya pia alama nyingine 3, zinakuwa 6. Sasa unaanza kuwaza mechi ipi Simba ugenini anaweza kupata matokeo. Hapo kunakuwa na ugumu ndani yake. Simba wana kazi ya ziada ya kufanya. Bado pia hata kwenye timu yao tutakuja kuona kwamba aina ya timu inavyocheza bado anajitafuta. Ndio kuna wachezaji ameweza kuonyesha performance nzuri. Hapo namzungumzia Alassane Kante, unamzungumzia mchezaji kama Nebi Kamara kwenye eneo la kiungo, Rushain De Rock kwenye safu ya ulinzi, lakini bado ile teamwork ya kuweza kucheza kwa pamoja vizuri, muunganiko hususan kwenye kutumia nafasi za mwisho, Simba kwa imekuwa ni tatizo katika nafasi ambazo wamekuwa wakizipata. Timu inatengeneza nafasi, si mbaya. Tatizo lilobaki kwao ni kwenye eneo la kutumia nafasi. Hapa tu ndo shida ya Simba, lakini uzuri ni kwamba wanatengeneza nafasi. Pengine hii inaweza ikawasaidia kwenye mechi ambazo zinazokuja. Ni jambo pia la kusubiri, hatuwezi kuikatia tamaa, ila safari hii mambo yanaonekana kuwa ni magumu sana kwa upande wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika imekuwa mitamu, haswa Young Africans ambao walikuwa wapewa nafasi hapo mwanzoni, kwa hivi sasa wanaonekana kupewa nafasi, japo bado nao safari yao ni ngumu kutokana na ili kundi lilivyo, wapinzani ambao wako hapa, lolote linaweza likatokea pia vile vile. Shukrani sana kwa kuendelea kuifuatilia Gift Online TV. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Tukutane tena wakati mwingine. Bye bye.